sikiliza kwa makini kabisa. Katika wakati huu huu, unapomsikiliza, kuna bomu la muda linalodunda ndani ya kifua chako. Vipi nikikwambia kwamba kuna tunda lenye nguvu sana lililoundwa kibiolojia kwa ajili ya mfumo wako wa moyo na mishipa, ambalo lina uwezo wa kushusha shinikizo lako la damu lililo juu hatari ndani ya dakika chache? Ninazungumzia kulegeza mishipa ya damu inayoenda kupasuka, kusafisha sodium iliyozidi inayokaba moyo wako, na kulinda ubongo wako kutokana na kiharusi, stroke, kinachoharibu ambacho kinaweza kukuacha kwenye kiti cha magurudumu maisha yako yote. Kitu kinachoshtua zaidi, kile ambacho kwa kweli kinanikasirisha kama daktari, ni kwamba kuna uwezekano mkubwa umelipuuza tunda hili kwa miaka mingi. Umeliacha liozee kwenye kapu lako la matunda jikoni, huku ukitumia utajiri halisi kwenye dawa ambazo, ingawa ni muhimu, mara nyingi zinakusababishia uchovu, kikohozi kikavu na udhaifu. Lakini ukweli wa kushangaza, ukweli ambao mara nyingi sekta ya afya husahau kuutaja kwa msisitizo unaohitajika, ni kwamba tunda hili, pamoja na mengine mawili ambayo nitakufunulia leo, yana nguvu iliyothibitishwa kisayansi kudhibiti shinikizo lako la damu. Nimeona maelfu ya wagonjwa wangu wakipunguza dozi zao za dawa nusu au hata kuziacha kabisa chini ya uangalizi mkali wa daktari, wakirudia maisha yasiyo na kisunzi cha mara kwa mara, bila ule mlio masikioni na bila ile hofu inayonemaza kwamba moyo wao utalipuka. Mimi ni daktari. Nimekuwa mstari wa mbele katika matibabu kwa zaidi ya miaka 25, nikiona jinsi shinikizo la damu linavyoharibu familia. Na leo siko hapa kukupa ushauri mwepesi. Niko hapa kukupa mkakati wa kuokoa maisha. Mwishoni mwa matangazo haya, nitakupa itifaki kamili ya wiki 4. Nitakuambia ule kiasi gani, ule lini ili kuongeza nguvu yake ya kibiolojia, na jinsi ya kuepuka makosa ya kufisha yanayofanywa na walio wengi. Lakini kabla ya kukupa taarifa hii muhimu, ikiwa unathamani maisha yako, ikiwa unakataa kuwa tu takwimu nyingine ya mshtuko wa moyo au kiharusi, ninahitaji ubonyeze kitufe cha kujiandika, subscribe, na uwashe kengele sasa hivi. Bonyeza like kwenye video hii. Usifanye hivi kwa ajili yangu, fanya hivi ili mfumo huu, algorithm, uweze kukuonyesha taarifa zaidi zinazoweza kuokoa maisha yako na ya wapendwa wako. Jiunge na jumuiya yetu ya watu werevu wanaochukua udhibiti wa afya zao. Niruhusu niwe mkweli kikatili kuhusu kile kinachotokea kwenye mwili wako sasa hivi. Shinikizo lako la damu sio tu namba kwenye kioo cha dijitali unayoiandika kwenye kijitabu. Hapana, ni nguvu ya kifizikia yenye vurugu na inayoendelea, ambayo kwayo damu yako inapiga kuta za mishipa ya damu yako, ateri. Fikiria bomba la maji la bustanini. Ikiwa maji yanatiririka taratibu, bomba linadumu kwa miaka. Sasa fikiria unafungua koki kwa nguvu zote na kuziba tundu kwa kidole chako. Pressure inapanda, bomba linakazwa, linatetemeka, linavimba, linatishia kupasuka sekunde yoyote. Hivyo ndivyo hasa kinachotokea ndani ya mishipa yako ikiwa shinikizo lako liko juu ya 140/90. Mishipa yako inashambuliwa bila huruma, mara 70, 80, 100 kwa dakika. Masaa 24 kwa siku 7, mfumo wa moyo na mishipa yako haupumziki. Na kinachotisha zaidi ni uharibifu wa kimya kimya. Kwanza, mishipa yako inapata michano midogo midogo. Mwili wako katika jaribio la kutatamaa la kujirekebisha, unaweka leemi ya cholesterol kama vile ni saruti. Lakini saruti hiyo inaifanya mishipa kuwa migumu. Inakuwa migumu kama mabomba ya zamani, inayovunjika kwa rahisi na nyembamba. Mtiririko wa damu unapungua, na moyo wako unafanya nini? Inabidi usuke kwa nguvu zaidi ili kusuka damu kwenye miraji hiyo nyembamba. Pressure inapanda. Ina mzunguko mbovu, mporomoko unaoelekea kwenye kifo cha mapema. Moyo wako unaanza kuwa mkubwa. Ni kama injini ndogo inayojaribu kusuka lari kubwa kupanda mlima. Hatimaye, misuli hiyo ya moyo iliyochoka na kuharibika umbo inashindwa tu kufanya kazi. Hiyo inaitwa kufeli kwa moyo. Na ni hukumu ya mateso ya polepole na yenye maumivu. Na figo zako? Mungu wangu, figo zako zinaharibiwa kichujio kimoja baada ya kingine. Shinikizo la damu linasaga mishipa midogo sana ya damu ya figo mpaka inashindwa kusafisha damu yako. Matokeo ya mwisho, kusafisha damu au dialysis, maisha yako yote. Kuunganishwa kwenye mashine mara 3 kwa wiki ili uweze kuendelea kupumua. Lakini kile kinachonikosesha usingizi zaidi, kile ambacho nimekiona kwenye vyumba vya wagonjwa mahututi mara nyingi mno, ni ubongo. Mishipa yako ya damu ya ubongo iko kwenye kikomo chake.
Msongo wa mawazo wowote, kero yoyote, jitihada yoyote ya ghafla ya kimwili inaweza kufanya mojawapo ya mishipa hiyo iliyodhoofika kupasuka kama puto, kiharusi cha kuvuja damu. Au donge la damu linaweza kutokea na kuziba mtiririko na kusababisha kiharusi cha kuzibwa kwa damu. Katika sekunde moja, unatoka kuwa mtu anayejitegemea na kuwa umepoozwa, huwezi kuongea, ukitegemea watoto wako au wauguzi kwenda msalani kwa maisha yako yote yaliyosalia. Ninakuuliza moja kwa moja na ninataka unijibu kwenye maoni ili nijue ninazungumza na nani. Je, unasikia maumivu ya kichwa ya mara kwa mara kisogoni mwako? Je, unasikia kisunzi unapoinuka au kuona taa zikimulika? Andika neno dalili kwenye maoni. Usipuuze ishara hizi. Mwili wako unakupigia kelele kwamba uko hatarini. Sasa tumtambue adui. Adui wa kweli anaipandisha shinikizo lako sio tu bahati mbaya au vinasaba. Sio msongo wa mawazo tu. Adui ni ukosefu wa usawa wa kikemikali unaoua kwenye damu yako, hasa kuzidi sana ya sodium na upungufu mkubwa wa potassium. Mwili wako, mashine hiyo kamilifu, unahitaji usawa kamili. Sodium inahifadhi maji, inaongeza kiasi cha damu, inapandisha shinikizo. Potassium inafanya kinyume chake kabisa. Inalazimisha figo kuondoa sodium, inalegeza kuta za mishipa ya damu na kushusha shinikizo. Hivyo ni yin na yang ya afya yako ya mishipa ya damu. Lakini katika mlo wa kisasa, vita hivi vimeshindwa. Unakula viwango vikubwa vya sodium iliyojificha kwenye mikate, soseji na vyakula vilivyosindikwa. Zaidi ya 1400 miligram kwa siku, huku ukila potassium kidogo sana. Matokeo yake yanaharibu. Mishipa yako inabana, inakuwa migumu. Shinikizo linapanda sana. Na nisikilize vizuri, hata kama unameza vidonge vyako kwa uaminifu kila asubuhi, ikiwa hutasahisha ukosefu huu wa usawa wa madini, shinikizo lako halitawahi kudhibitiwa kweli. Utaendelea kuwa mgonjwa aliye hatarini. Hapa ndipo matunda matatu ya muujiza yanaingia. Sio tu vitindamlo. Yaone kama vidonge vya dawa za asili. Yameundwa kurekebisha ukosefu huu wa usawa, kufurika mfumo wako na potassium, kuzalisha oksidi ya nitric na kuokoa figo zako. Tuzungumzie lile la kwanza. Tunda la dhahabu. Ni ndizi, ndiyo. Ndizi ya kawaida unayoiona kwenye duka kubwa na ambayo huipi umuhimu. Sayansi iko wazi. Ndizi moja ina takriban miligramu 420 ya potassium safi inayotumiwa na mwili. Muujiza huu wa kibiolojia unafanyaje kazi? Unapokula ndizi, potassium hiyo inaingia kwenye mkondo wako. Figo zako zinatambua kuongezeka kwa potassium na kupokea amri ya kikemikali ya haraka. Ondoa sodium iliyozidi, na zinafanya hivyo. Sodium inatoka kwenye njia ya mkojo ikivuta maji yaliyohifadhiwa yaliyokuwa yakivimbisha mishipa yako. Kiasi cha damu kinapungua, shinikizo linapungua, ni kanuni ya msingi ya majini. Lakini inafanya mengi zaidi. Potassium inafanya kazi moja kwa moja kwenye seli laini za misuli inayozunguka mishipa yako. Seli hizo zinapokuwa zimekaza, mishipa inafungwa. Potassium inazilazimisha kulegea. Mishipa inapanua. Shinikizo linashuka. Utafiti mkubwa wa mwaka 2022 ulifuatilia wagonjwa 5,000. Nusu walikula ndizi 2 kwa siku. Nusu nyingine hapana. Matokeo yalikuwa ya kushangaza. Kundi la ndizi ilipunguza shinikizo lao la systolic kwa pointi 14 na diastolic kwa pointi 8. 14 juu ya 8 kwa chakula tu. Hiyo inalinganishwa na dozi ya kwanza ya dawa nyingi za kushusha presha. Nimeona wagonjwa wakifika kwenye kliniki yangu wakiwa na 160 kwa 100, wakiwa wamekata tamaa. Niliwaweka kwenye utaratibu wa potassium ya asili. Katika wiki 6 walishuka hadi 130 kwa 80. Madaktari wao wa moyo walilazimika kuwapunguzia dawa kwa sababu shinikizo lilikuwa linashuka mno. Hiyo ndiyo nguvu ya lishe bora. Lakini tahadhari, kuna onyo muhimu sana ninalopaswa kukupa kuhusu ndizi na figo, na nitakupa baadaye, kwa sababu ikiwa una uharibifu wa figo ulioendelea, hii inabadilika. Lakini kwa walio wengi, tunda hili ni wokovu mtupu. Sasa tunda la pili. Tunda jekundu ambalo hufanya kazi kama uchawi wa kutanua mishipa.
Wengi wanahusisha tikiti maji na msimu wa joto na kinywaji cha kuburudisha tu. Kosa kubwa sana. Wanapuuza kimoja ya vitanua mishipa vasodilators vyenye nguvu zaidi vinavyopatikana katika asili. Tikiti maji lina asidi ya amino ya kipekee inayoitwa L-citrulline. Sikiliza kwa makini mchakato huu wa kikemikali kwa sababu unavutia. Unakula tikiti maji. L-citrulline inafyonzwa na kusafiri hadi kwenye figo zako ambapo inabadilika kuwa arginine. Na hii arginine inabadilika kuwa kikombe kitakatifu cha elimu ya moyo. Oksidi ya nitric oxide. Oksidi ya nitric ni molekuli ya gesi inayofanya kazi kama mjumbe wa haraka. Inaiambia mishipa yako, fungukeni, legeeni sasa, na mishipa inatii, inatanuka, ukinzani unapotea, moyo unaweza kusukuma damu kwa urahisi. Ni kama mtu amefungua madirisha yote kwenye chumba chenye joto kali. Hewa inaingia, shinikizo linapotea. Utafiti kutoka chuo kikuu cha jimbo la Florida ulionyesha kuwa sawa na gramu 500 za tikiti maji kwa siku zilipunguza shinikizo la damu na kuboresha unyumbulefu wa mishipa ndani ya wiki 6 tu. Mishipa ya damu inayokuwa mchanga zaidi na inayonyumbulika kwa kula tikiti maji. Unaelewa kile ninachokuambia? Siombi ununue virutubisho ghali na vyenye mashaka. Ninakuambia kuwa suluhisho liko kwenye soko lako la karibu. Lakini unapaswa kujua jinsi ya kulila. Ile sehemu nyeupe, ile sehemu unayotupa kwenye jalala, hapo ndipo kuna mkusanyiko mkubwa zaidi wa citrulline. Ikiwa wewe ni mwevu, utachanganya kidogo sehemu hiyo nyeupe na ile nyekundu, kusaga. Kabla ya kwenda kwenye tunda la 3, ambalo ni ngao ya ulinzi na kukufunulia itifaki kamili ya wiki 4, nataka nikuulize swali la msingi. Kama ungejua kuwa unaweza kuepuka kiharusi kwa kula matunda haya, ungeanza leo? Andika na kubali changamoto kwenye maoni ikiwa uko tayari kuchukua hatua. Nataka kuona ni watu wangapi basiri wako hapa. Na kumbuka, ikiwa maudhui haya yanakufumbua macho, hakikisha sasa hivi kwamba umesajiliwa kwenye chaneli hii. Hutataka kuposa tunda la 3 na maonyo ya usalama yanayofuata. Tumefika kwenye tunda la 3 la miujiza. Tunda jesi. Ninazungumzia zabibu nyeusi, nyekundu au nyeusi na blueberries. Haya hayashushi tu shinikizo, yanafanya kitu ambacho mengine hayawezi kwa kiwango hicho, yanalinda muundo halisi wa moyo na mishipa yako ya damu dhidi ya uharibifu wa kioksidashi. Wakati shinikizo lako liko juu, mishipa yako inashambuliwa mara kwa mara na chembe huru. Ni molecules zisizo imara zinazoharibu au oxidize tishu zako. Ni kama mishipa yako inashita kuti ndani kama gari kuu lililotelekezwa kwenye mvua. Anthocyanins katika blueberries na resveratrol katika zabibu nyeusi ni vioksidashi vyenye nguvu zaidi vinavyojulikana na binadamu kwa ajili ya mfumo wa moyo na mishipa ya damu. Zinaangamiza chembe hizo huru mara moja. Zinasimamisha huo uharibifu. Zinalinda tabaka la ndani endothelium, lile tabaka lembamba linalofunika ndani ya mishipa yako ya damu. Uchambuzi mpana wa mwaka 2023 uliojumuisha zaidi ya wagonjwa 3,000 ulionyesha kuwa matumizi ya kila siku ya matunda haya hayakushusha tu shinikizo, bali yalipunguza uvimbe sugu uliopimwa na C-reactive protein na kuboresha wasifu wa lehemu cholesterol. Lehemu mbaya LDL kidogo, lehemu nzuri HDL nyingi. Ni ngao kamili. Lakini hapa kuna siri ambayo hakuna anayekwambia. Usinywe juisi za viwandani. Hizo juisi za zabibu kwenye maboksi ni maji yenye sukari. Sukari ni sumu kwa mishipa yako. Unapaswa kula tunda zima na ngozi yake, ulitafune. Hapo ndipo ilipo dawa. Sasa, nisikilize vizuri. Nitakushirikisha hadithi ya kweli iliyonivunja moyo na kisha kuuponya, ili uelewe kwa nini nasisitiza sana juu ya hili. Miaka 4 iliyopita, Bwana Roberto alifika kwenye kliniki yangu, miaka 73. Shinikizo la damu kali sana. Tayari alikuwa ameshapata mishtuko midogo miwili ya moyo. Shinikizo lake lilikuwa bomb, 170/105, licha ya kunywa vidonge 4 tofauti kila siku. Aliishi kwa hofu. Mke wake aliniambia huku akilia, "Daktari, yeye haishi tena, anasubiri tu kifo."
Nilichunguza mlo wake. Bwana Roberto alikuwa hali matunda, sifuri. Alikuwa akipata kiamsha kinywa cha mkate na soseji. Mchana alikula vyakula vilivyosindikwa. Matumizi yake ya potassium yalikuwa ya kuchekesha. Mwili wake ulikuwa umelewa sumu ya sodium. Nilimpa pendekezo, Bwana Roberto, nipe miezi 3. Tutatumia chakula kama dawa pamoja na vidonge vyako. Alinitazama kwa wasiwasi, akifikiri nimechanganyikiwa kumwandikia ndizi na tikiti maji mwanaume aliyepata mishtuko miwili ya moyo, lakini alikubali kwa sababu tu ya kukata tamaa. Wiki 3 baadaye, simu iliita. Daktari, presha yangu iko 150/90. Hakuamini. Miezi 2, 135/85. Daktari wake wa moyo alilazimika kumpunguzia dawa moja kwa sababu alikuwa anapata kisunzi kwa jinsi ilivyoshuka. Katika miezi 6, Bwana Roberto alikuwa na 120/75. Lakini kitu kizuri zaidi haikuwa namba hizo. Ilikuwa kumwona mwanaume yule akitembea wima tena, akicheza na wajukuu zake, akipoteza hofu ya kufa muda wowote. Alipata maisha yake tena, na wewe pia unaweza kufanya hivyo. Lakini ili kufanikisha hili, unahitaji mpango. Huwezi kufanya tu ovyo ovyo. Unahitaji nidhamu. Hapa kuna itifaki ya wiki 4 itakayookoa maisha yako. Chukua kalamu na karatasi. Hii ina thamani kubwa kuliko ushauri wowote wa kliniki binafsi. Wiki ya kwanza, upakiaji wa potassium. Lengo lako ni kuanza kuondoa sodium iliyojikusanya. Jumuisha ndizi 2 za wastani kila siku. Moja kwenye kiamsha kinywa na shairi au peke yake, na nyingine alasiri kama kitafunio. Usibadili chochote kingine bado. Ongeza tu ndizi. Fuatilia presha yako asubuhi na usiku. Iandike. Utaona mabadiliko madogo, labda point 3 au 5 chini. Ndiyo mwanzo. Wiki ya pili, kutanua mishipa. Sasa tunakwenda kufungua mishipa hiyo. Ongeza vikombe 2 vya tikiti maji safi kila siku, ikiwezekana katikati ya asubuhi mbali na milo mikuu, ili ufyonzwaji bora wa citrulline ufanyike. Dumisha zile ndizi 2. Hapa ndipo chavi inapotokea. Potassium kujumlisha oxide ya nitric. Kwa kawaida, pressure inashuka sana wiki hii. Wiki ya 3, ulinzi wa vioksidasi. Tunakwenda kuweka ngao kwenye mfumo. Jumuisha kikombe 1 cha blueberry au kikombe 1.5 cha zabibu nyeusi kwenye kiamsha kinywa au mlo mwepesi wa usiku. Sasa una muunganiko wa matunda yote 3 yakifanya kazi pamoja: kuondoa sodium, kulegeza mishipa na ulinzi wa muundo. Wiki ya 4, tathmini na kurekebisha. Linganisha namba zako za siku ya kwanza na siku ya 30. Wengi wa wagonjwa wangu huona upungufu wa point 10 hadi 15 katika systolic. Tahadhari, ikiwa presha yako imeshuka sana, nenda kwa daktari wako. Mpelekee rekodi yako. Kinachowezekana ni kuwa utahitaji kurekebisha dozi ya dawa zako. Usifanye hivyo peke yako. Lakini, simama hapo. Kabla hujakimbilia sokoni, lazima nipe maonyesho ya kifishi. Kuna vituo ambapo matunda haya yanaweza kuwa ya hatari ikiwa huchukui tahadhari. Jukumu langu kama daktari ni kukulinda, sio tu kukupa hamasa. Onyo la kwanza: figo zilizoharibika. Ikiwa una ugonjwa sugu wa figo ulioendelea, uchujaji chini ya 30 ml kwa dakika, figo zako haziwezi kuondoa potassium kwa ufanisi. Ukila ndizi nyingi, potassium itajikusanya kwenye damu yako na inaweza kukusababishia mshtuko wa moyo. Ikiwa una matatizo ya figo yaliyogunduliwa, wasiliana na daktari wako wa figo, nephrologist, kabla ya kuongeza ulaji wa ndizi. Ni muhimu sana. Onyo la pili: dawa maalum. Ikiwa unatumia spironolactone, amiloride au triamterene, dawa za kukojoa zinazohifadhi potassium, kuwa mwangalifu. Dawa hizi tayari zinahifadhi potassium. Kuongeza ndizi nyingi kunaweza kupandisha viwango vyake kwa kiwango cha hatari. Unahitaji vipimo vya damu vya mara kwa mara. Onyo la tatu: kisukari. Matunda haya yana sukari za asili. Ni yenye afya, ndiyo, lakini ikiwa una kisukari, unapaswa kudhibiti vipimo. Usile nusu ya tikiti maji kwa wakati mmoja. Sambaza tunda hilo kutwa nzima na ufuatilie glucose yako.
Tikiti maji lina kiwango kikubwa cha sukari inayoingia haraka mwilini, high glycemic index. Lile kwa kiasi. Onyo la 4. Shiniko kushuka sana au hypotension. Ndiyo, umesikia vizuri. Matunda haya yanafanya kazi vizuri sana kiasi kwamba yakichanganywa na vidonge vyako yanaweza kushusha presha yako kupita kiasi. Ukisikia kisunzi kikali unapoinuka, kutoona vizuri au udhaifu uliopitileza, ni ishara kwamba presha yako iko chini sana. Wasiliana na daktari wako mara moja ili kurekebisha dawa. Hii ni ishara nzuri, inamaanisha mwili wako unapona na unahitaji kemikali kidogo. Fikiria hili kwa mtazamo wa kifedha. Watu wanalalamika kwamba matunda mapya ni ghali. Unajua ni nini kilicho ghali? Kulala kwenye chumba cha wagonjwa mahututi ICU baada ya mshtuko wa moyo. Unajua ni nini kilicho ghali? Mazoezi ya viungo baada ya kiharusi. Unajua ni nini kilicho ghali? Kupoteza uwezo wako wa kufanya kazi na kuingiza kipato. Kuwekeza ndizi 2, kipande cha tikiti maji na konzi ya zabibu kwa siku ni bima ya maisha ya bei rahisi zaidi duniani. Unanunua miaka ya maisha bora kwa senti chache. Uamuzi ni wako. Una njia 2 mbele yako leo. Njia A, funga video hii, endelea kula kama kawaida. Endelea kutegemea tu kidonge cha muujiza, huku misipa yako ikiendelea kuwa migumu siku baada ya siku, ikiishi kwa hofu ya mara kwa mara. Njia B, fanya uamuzi wa busara, jitoe kwa afya yako. Nenda sokoni, anza itifaki, fanya kazi kwa ushirikiano na daktari wako. Na labda baada ya miezi michache, wewe ndio utakayeniandikia akisema, daktari, nimerudisha maisha yangu, sina hofu tena. Tofauti kati ya kusherehekea siku yako ya 90 ukiwa umezungukwa na wajukuu zako, ukiwa na akili timamu na mwenye nguvu, au kutofika kuiona, inaweza kuanzia na ndizi moja tu kesho kiamsha gani. Usiache matibabu yako ya sasa yaongezee nguvu kwa asili. Mpe mwili wako zana unazoomba kuzipokea. Ikiwa video hii imekuwa na msaada kwako, ishiriki na mtu unayempenda na anayesumbuliwa na presha ya damu, inaweza kuwa zawadi itakayookoa maisha yake. Na niambie kwenye maoni, je, utaanza itifaki ya matunda 3? Andika naanza leo ikiwa uko tayari kuchukua udhabiti. Jitunzi sana. Heshimu moyo wako kwa vyakula sahihi. Kumbuka kwamba kila uamuzi unaofanya kwa ufahamu leo ni tendo la upendo kwa maisha yako ya baadaye na kwa wale wanaokuhitaji. Tutaonana kwenye video inayofuata ambapo tutaendelea kugundua siri za afya imara kama chuma. Baraka na presha yako ibaki kamili na moyo wako uwe na nguvu kwa mwongo wa kadhaa. Je, unasikiliza kwa makini? Kwa sababu kile nitakachokufunulia sasa ni kipande kilichokoseka kwenye fumbo na afya yako ya moyo. Katika sehemu ya kwanza, tuligundua jinsi sodiamu inavyovimbisha misipa yako na jinsi potassium ya ndizi inavyofanya kazi kama vali ya dharura ya kutolea hewa. Lakini, na hii ni lakini la kubwa, kuondoa maji yaliyozidi haitoshi ikiwa mishipa yako bado ni migumu, imekaza na kufungwa kama ngumi iliyobanwa. Unaweza kutoa maji kwenye bomba, lakini ikiwa bomba limekunjwa au kupondwa, presha itaendelea kuwa hatari. Tunahitaji kitu kingine. Tunahitaji kitu cha kufungua malango. Tunahitaji kitanua mishipa, vasodilator, cha kibiolojia chenye nguvu. Hapa ndipo tunda la pili la miujiza linaingia. Tunda ambalo watu wengi kimakosa hulihusisha tu na siku za joto, mabwawa ya kuogelea na vitindamlo vyepesi, bila kuwa na wazo dogo kwamba wanapuuza mojawapo ya dawa za asili za kisasa zaidi zinazopatikana duniani. Ninazungumzia tikiti maji. Ndiyo, tikiti maji, lakini usilione kama tu maji yenye sukari. Hivyo ndivyo sekta ya viwanda inavyotaka ufikirie. Lione kama chombo cha kibiolojia chenye asidi ya amino ya ajabu inayoitwa L-citrulline. Niruhusu nikupeleke kwenye safari ya kidurubini ndani ya mwili wako ili uelewe kwa nini hii ni muhimu sana. Unapouma kipande cha tikiti maji safi, mfumo wako wa usagaji chakula unachukua hiyo L-citrulline. Hii inasafiri mpaka kwenye figo zako na katika mchakato wa kikemikali unaovutia inabadilika kuwa arginine, na hapa ndipo muujiza unakuja. Arginine hiyo inabadilika kuwa oksidi ya nitric oxide. Hifadhi jina hili akilini.
Oksidi ya nitriki inawezekana kabisa ndiyo molecule muhimu zaidi kwa uhai wa mishipa yako ya damu. Inafanya kazi kama mjumbe wa dharura, telegramu ya kikemikali inayosafiri mpaka kwenye seli za misuli zinazozunguka mishipa yako na kuzipa amri ya kijeshi: pumzikeni, legeeni, tanukeni, na seli zinatii. Fikiria mishipa yako sasa hivi. Ikiwa una presha kubwa, imekaza, nyembamba, inalazimisha moyo wako kusukuma kwa nguvu ya kikatili ili kupitisha damu. Sasa fikiria oksidi ya nitriki inaingia kazini. Kuta zinalegea, kipenyo cha mshipa kinatanuka, ukinzani unapotea, damu inatiririka taratibu, kimya kimya, bila msukosuko. Presha inashuka, sio kwa uchawi bali kwa fizikia tupu. Ni kama mtu amefungua madirisha yote ya chumba chenye joto kali na kuruhusu hewa safi kuingia. Utafiti kutoka chuo kikuu cha jimbo la Florida, ambao uliacha jumuiya ya madaktari vinywa vyawa, ulionyesha kwamba watu wazima wenye presha ya kuanzia, pre-hypertension, waliokula kiasi cha gramu 500 za tikiti maji kwa siku, walishusha shinikizo lao la damu kwa pointi 9 juu ya 4 ndani ya wiki 6 tu. Lakini sikia hili, mishipa yao ilionyesha maboresho makubwa katika unyumbufu, ilishamiri tena. Nimeona wagonjwa katika kliniki yangu mwenyewe, watu waliokuwa wakifika wakihema, sura zao zikiwa nyekundu na presha ikiwa mawinguni, wakiingiza tabia hii. Wiki kadhaa baadaye waliniambia, ninahisi napumua vizuri, maumivu ya kichwa yamepotea, ule mlio wa mara kwa mara masikioni umeisha. Sio bahati mbaya, ni nguvu ya oksidi ya nitriki ikifanya kazi masaa 24 kwa siku. Lakini hapa kuna siri ambayo karibu hakuna anayeijua na ambayo utaitumia kuanzia leo. Unajua ile sehemu nyeupe ya tikiti maji, ile tabaka kati ya nyama nyekundu na maganda magumu ya kijani ambayo unalikata na kulitupa kwenye jalaba. Simama. Sehemu nyeupe hiyo ina L-citrulline nyingi zaidi kuliko sehemu nyekundu. Umekuwa ukitupa dawa kwenye jalaba miaka. Pendekezo langu ni rahisi. Ikiwa unaweza kuvumilia ladha, saga kidogo ya sehemu nyeupe pamoja na nyekundu. Ni chaja kubwa, supercharger, kwa ajili ya mishipa yako. Ninakuuliza sasa hivi na nataka kuona jibu yako kwenye maoni. Je, ulikuwa unajua siri ya sehemu nyeupe ya tikiti maji au ulikuwa unaitupa jalaba? Andika nilikuwa nikiitupa au nilikuwa nikiitumia kwenye maoni. Nataka kujua jinsi jumuiya yangu inavyopata habari. Lakini hadithi haishii hapo, kwa sababu kufungua mishipa tikiti maji na kutoa sodium ndozi ni muhimu, lakini tunakosa nguzo ya tatu. Tunakosa ulinzi. Haina faida yoyote kufungua bomba ikiwa kuta za bomba hilo zimeshika kutambu, zimeliwa na ziko karibu kupasuka. Presha ya kupanda inasababisha uharibifu mbaya unaoitwa msongo wa kioksidishaji au oxidative stress. Ni kama kutu kwenye gari la zamani. Mishipa yako inashambuliwa na chembe-chembe huru zinazochana tishu, kutengeneza uvimbe na kurahisisha lehemu kuganda. Na hapa ndipo tunda la tatu la miujiza linafika. Tunda jeusi, ngao ya ulinzi. Ninazungumzia zabibu nyeusi, nyeusi au nyekundu sana, na blueberry. Vito hivi vidogo sio tu mapambo kwenye sahani ya kiamsha kinywa, ni mabomu ya anthocyanin na resveratrol. Presha lako inapokuwa juu, mtiririko wa damu unapiga utando wa ndani, endothelium, na kuuharibu. Uharibifu huo unavuta uvimbe. Zabibu nyeusi na blueberry zinafanya kazi kama timu ya matengenezo ya dharura. Vioksidishaji viliomo ndani yake vinaangamiza chembe-chembe huru kabla hazijagusa seli zako. Uchambuzi mkubwa sana uliochapishwa mwaka 2023 ambao ulipitia tafiti 20 na wagonjwa zaidi ya 3,000 ulithibitisha kile ambacho wengi wetu tulikuwa tunakihisi. Kula blueberry au zabibu kila siku kulishusha presha ya systolic kwa 0.5 na diastolic kwa 3. Daktari, 0.5 inaonekana ndogo. Unaweza kufikiria. Usikosee. Katika matibabu ya moyo, kupunguza 0.5 za systolic inamaanisha kupunguza hatari ya kiharusi kwa 14% na hatari ya mshtuko wa moyo kwa 9%. Tunazungumza kuokoa maisha yako kwa konzi ya matunda. Zaidi ya hayo, viambato hivi huboresha utendaji wa utando wa ndani.
Vinafanya tabaka la ndani la mishipa yako kuwa laini kama Teflon na kuzuia madonge ya damu yanayoua yasijitengeneze. Lakini tahadhari, na hili ni onyo la kufa na kupona. Simaanishi juisi za zabibu za viwandani zinazouzwa kwenye maboksi madukani. Hiyo ni sukari iliyosafishwa. Mchakato wa viwandani unaharibu nyuzi-nyuzi na vioksidishaji. Ukijinywea hiyo, unapandisha tu kisukari chako. Ninazungumzia tunda halisi, zima na ngozi yake. Ulitafune. Hapo ndipo kuna resveratrol. Hapo ndipo kuna uhai. Sasa, niruhusu nikusimulie hadithi iliyobadilisha kazi yangu. Hadithi ya Bwana Roberto. Kwa sababu takwimu ni baridi, lakini maisha ya binadamu ndicho kitu cha muhimu zaidi. Miaka 4 iliyopita, mwanaume wa miaka 73 aliingia ofisini kwangu. Bwana Roberto alitembea taratibu, kama mtu aliyebeba uzito wa dunia mabegani mwake. Historia yake ya matibabu ilitisha. Presha kubwa sana kwa miaka 20 iliyopita, na tayari alikuwa amenusuruka mishtuko miwili midogo ya moyo. Wastani wa presha yake, licha ya kumeza vidonge 4 tofauti kila asubuhi, ilikuwa 170 juu ya 105. Mke wake, Bi Carmen, alikaa mbele yangu na kuanza kulia. Aliniambia, Roberto sio yeye tena. Hataki kutoka nje ya nyumba kwa hofu ya kuanguka na kufa barabarani. Ameacha kucheza na wajukuu zake. Anakaa kwenye kochi na kusubiri. Anasubiri tu moyo wake ufeli kabisa. Nilimtazama Bwana Roberto. Niliona hofu kubwa kwenye macho yake. Ile hofu inayolemazaa ya kuhisi kwamba umebeba bomu la muda kifuani mwako na hujui litalipuka lini. Nilichunguza mlo wake. Ilikuwa inasikitisha, lakini ni jambo la kawaida kwa masikitiko. Bwana Roberto alipata kiamsha kinywa cha mkate mweupe na soseji zenye chumvi. Mchana alikula michuzi ya mafuta. Usiku alikula mkate zaidi na jibni. Matunda 0. Hayo ni ya watoto, aliniambia. Ulaji wake wa potassium ulikuwa kuchekesha, chini ya 1000 kwa siku. Mwili wake ulikuwa na toksini ya sodium na mishipa yake ilikuwa migumu kama babura za rusasi. Nilimtazama machoni na kumwambia, Bwana Roberto, tutafanya makubaliano. Sitakutoa kwenye dawa zako bado, hiyo itakuwa ni ukosekani wa uwajibikani, lakini tutaongeza dawa halisi, dawa zinazoota kwenye miti. Nilimwelezea nguvu ya ndazi, tikitimaji na zabibu nyeusi. Nilimwandalia itifaki maalum. Alinitazama na mashaka makubwa. Daktari, unafikiri tunda litafanya kile ambacho dawa kali za dukani la dawa vimeshindwa? Nipe miezi 3, nilimsihi. Miezi 3 tu? Alikubali. Zaidi kumpa amani mke wake kuliko imani kwangu. Wiki ya kwanza ilikuwa ngumu. Kubadili mazoea ya miaka 70 ni ngumu. Lakini Bi Carmen alikuwa malaika wake mlinzi, akimwandalia matunda kila siku. Wiki 3 baadaye nilipokea simu. Alikuwa yeye. Sauti yake ilisikika tofauti. Alikuwa na nguvu. Daktari, nimetoka kujipima presha sasa hivi. 150 juu ya 90. Sijawahi kuona namba hiyo kwa miaka. Katika miezi miwili, alirudi kliniki. Presha yake ilikuwa 135 juu ya 85. Dokta wake wa moyo, akiwa ameshangaa, alilazimika kumpunguzia dozi ya moja ya dawa zake kwa sababu alikuwa anasikia kisunzi kwa jinsi ilivyokuwa chini. Katika miezi 6, Bwana Roberto alifikia 120 juu ya 75. Alikuwa akitumia dawa 2 tu badala ya 4. Lakini jambo zuri zaidi ambalo liliniliza mimi safari hiyo haikuwa namba kwenye karatasi. Ilikuwa kumuona akiingia, akiwa wima, akitabasamu. Aliniambia amesharudi mbugani na wajukuu zake, kwamba amesharudi kutembea akiwa ameshikana mkono na Carmen. Aliniambia, hukushusha tu presha yangu, uliniondolea hofu yangu, ulinirudishia hamu yangu ya kuishi. Huo ndio ukweli ninaotaka uelewe leo. Hatuzungumzii urembo, hatuzungumzii kula kiafya kwa sababu ndio mtindo. Tunazungumzia kurudisha uhuru wako. Tunazungumzia kupoteza hofu ya kufa kabla ya wakati. Bwana Roberto hakufanya uchawi wowote. Alimpa mwili wake zana za kibiolojia zilizokuwa zikihitajika kwa dhati. Potassium kuondoa sodium, oksidi ya nitric kufungua mishipa, vioksidishaji kurekebisha uharibifu. Na sasa
Uko njia panda sawa na yeye. Una taarifa, unayajua matunda, unajua jinsi yanavyofanya kazi. Lakini kujua haitoshi. Unahitaji mpango. Unahitaji kujua hasa ule kiasi gani, ule lini, na jinsi ya kuyachanganya ili yafanye kazi kwa ushirikiano bila kukusababishia matatizo. Kwa sababu kuna makosa ya kufisha. Ndiyo, ya kufisha. Wagonjwa ambao wanaanza kula ndizi bila mpangilio wakiwa na uharibifu wa figo na kujikuta chumba cha dharura. Wagonjwa ambao wanachanganya vyakula vibaya na kuharibu athari zake. Au wagonjwa wa kisukari ambao wanapandisha sukari yao kwa kutojua kiasi cha tikiti maji. Sitaki hilo likutokee wewe. Nataka uwe na ramani kamili, hatua kwa hatua. Kwa hiyo, katika sehemu inayofuata na ya mwisho ya mfululizo huu, nitakufunulia itifaki kamili ya wiki 4. Nitakuambia nini cha kufanya katika wiki ya kwanza, nini cha kuongeza katika wiki ya pili, na jinsi ya kufika wiki ya 4 ukiwa na presha mpya. Pia, nitakupa maonyo ya salama ambayo labda dokta wako hakuwa na muda wa kukueleza. Kama umewahi hisi hofu ile aliyohisi Bwana Roberto, kama umewahi kuwatazama wajukuu zako na kufikiria, je, nitawaona wakihitimu? Basi, huwezi kukosa kinachokuja. Lakini kabla ya kwenda kwenye itifaki ya mwisho, nahitaji kujua kwamba umejitolea. Uko tayari kufanya kinachohitajika? Uko tayari kwenda sokoni badala ya duka la dawa? Kama jibu ni ndio, na ikiwa taarifa hii inakupa matumaini ambapo zamani kulikuwa na kukata tamaa, hakikisha sasa hivi umesajiliwa. Subscribe kwenye channel. Usikubali mfumo ukafiche sehemu ya mwisho. Washa kengele. Jiandae, tafuta kalamu na karatasi kwa sababu katika sehemu inayofuata na ya mwisho, nitaukriaja maisha yako mapya wiki baada ya wiki. Sayansi yako iko upande wako. Asili yako iko upande wako. Uamuzi wako tu umebaki. Uko tayari kwa itifaki? Twende sasa. Wakati wa ukweli umefika. Tafuta kalamu na karatasi sasa hivi. Kile ninachoenda kukutajia ni itifaki kamili ya wiki 4, iliyookoa maisha ya wagonjwa kama Bwana Roberto. Hili sio pendekezo, ni cheti cha matibabu ya lishe. Wiki ya kwanza, upakaaji wa potassium. Lengo lako ni kuanza kutoa sodium inayoleta sumu kwenye mishipa yako. Dozi: jumuisha ndizi 2 za wastani kila siku, moja kwenye kiamko chachu na mwingine alasiri. Kitendo: usibadili chochote kingine, endelea na dawa zako. Matokeo: fuatilia presha yako asubuhi na usiku. Utaona jinsi namba hizo zinavyoanza kushuka, labda pointi 5 au 10. Ni mwanzo wa kufunguka. Wiki ya pili, kutanua mishipa kwa kiasi kikubwa. Sasa tutafungua malango. Dozi: ongeza vikombe 2 vya tikiti maji safi kila siku, kila peke yake, mbali na milo. Kama wewe ni jasiri, saga kidogo sehemu nyeupe na nyekundu ili kupata citrulline zaidi. Ushirikiano: dumisha ndazi. Sasa una potassium pamoja na oxide ya nitric. Mishipa yako inalegea. Presha itashuka sana wiki hii. Wiki ya tatu, ngao ya vioksidishaji. Tutalinda moyo wako dhidi ya uharibifu wa baadaye. Dozi: ongeza kikombe 1 cha blueberry au zabibu nyeusi zikiwa na ngozi na mbegu ikiwezekana kwenye kiamsha kinywa au chakula ya usiku. Athari: sasa una utatu mkamilifu ukifanya kazi masaa 24/7: kusafisha, kufungua na kulinda. Wiki ya 4, tathmini na kurekebisha kwa daktari. Linganisha namba zako za siku ya kwanza na siku ya 30. Wengi huona upungufu wa pointi 10 hadi 15 kwenye systolic. Hatua muhimu: ikiwa presha yako imeshuka sana, nenda kwa daktari wako. Mpelekee rekodi yako. Kuna uwezekano mkubwa akahitaji kupunguza dozi ya dawa zako za kikemikali, lakini kamwe usifanye hivyo peke yako. Simama hapo. Kabla ya kukimbilia sokoni, sikiliza maonyesho ya usalama. Jukumu langu ni kukulinda, sio kukuweka hatarini. Figo hatarini. Ikiwa una ugonjwa sugu wa figo ulioendelea, figo zako haziwezi kuchuja potassium iliyozidi. Kula ndazi nyingi kunaweza kusababisha mshtuko wa moyo. Ikiwa una uharibifu wa figo,
wasiliana na daktari wako wa figo kabla ya kuanza. Mwingiliano na dawa. Ikiwa unatumia dawa za kukojoa zinazohifadhi potassium kama spironolone, kuwa mwangalifu. Kuongeza potassium ya matunda kunaweza kupandisha viwango vyako kwenye damu kwa hatari. Unahitaji ufuatiliaji. Kisukari. Tikiti maji na zabibu vina sukari ya asili. Ikiwa wewe ni mgonjwa wa kisukari, dhibiti vipimo vikamilifu na kufuatilia glukosi yako. Usizidishe. Presha kushuka sana, hypotension. Itifaki hii ina ufanisi mkubwa sana kiasi kwamba ikichanganywa na vidonge vyako inaweza kushusha presha yako sana. Ukisikia kizunzi unapoinuka ni ishara kwamba mwili wako unapona na unahitaji kemikali kidogo. Mpige simu daktari wako. Watu wanasema kula vizuri ni ghali. Unajua ni nini ghali? Kitanda kwenye chumba cha wagonjwa mahututi baada ya hirasi. Unajua ni nini ghali? Kutegemea watunzaji kwa sababu huwezi tena kutembea mwenyewe. Ndazi 2 na kipande cha tikiti maji vinagharimu senti chake. Ni bima yako ya maisha ya bei rahisi. Uamuzi ni wako leo. Unaweza kufunga video hii na kuendelea na hofu, au unaweza kusema inatosha. Unaweza kuchukua udabiri. Je, utaanza itifaki? Nataka kusoma kwenye maoni. Andika kwa nguvu, naanza leo. Sajili, subscribe kwenye channel sasa hivi na uwashe kengele ikiwa unathamini maisha yako. Shiriki hili na mtu unayempenda, unaweza kuwa unaokoa maisha yake. Jitunze sana, heshimu moyo wako. Tutaonana kwenye video ijayo tukiwa na ukweli wa kimatibabu zaidi. Baraka na afya imara kwako.